Tumsifu Yesu Kristu. Uhuru wa Yesu, mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Lakini ni bora kufuatilia hata hiki kipindi kwa kina na kujifunza hili neno, tukapate ufahamu wa Mungu mwenyewe ambao tunatangaza habari zake na kuweza kushuhudia mataifa, watu wakapate kuokoka. Leo tutajifunza siri 7 zinazosababisha maombi ya mtu yasipate majibu. Ya kwanza kabisa ni kutokuwa na imani. Sababu ya kwanza kabisa na ni msingi wa kila jambo ni kutokuwa na imani. Imani hii Yesu Kristo alisema, imani msipokuwa nayo hamuwezi kufanya jambo lolote. Imani ndio imebeba ushindi wa kila jambo. Hii imani pia inatumiwa katika upande mwingine kwa muovu ibilisi shetani. Watu wanakuwa na imani, wanafanya mambo ndivyo sivyo, lakini imani hiyo hiyo ndio iliyoponya watu wengi. Kumbuka Yesu Kristo katika uponyaji wake hakuna sehemu ambapo alianza kusema nimekuponya kwa imani yangu. Hapana, alisema imani yako imekuponya. Tutarejea kitabu Mathayo 17 mstari wa 20. Nasema Yesu akamwambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Maana yake ni imani. Yesu mwenyewe anathibitisha, anasema, na Yesu ndio aliyeleta agano jipya ambalo bado ulimwengu haujaanza kulitumia kwa ufanisi. Bado wanayumba, watu wanatumia agano la kale, lakini Yesu Kristo alikuja akasema, nimeleta agano jipya ambalo limejawa upendo, amani, furaha, zaidi ya yote msamaha. Lakini bado watu tuna visasi. Ndio maana unaona mahakama zipo kwa sababu visasi. Mahakama inatumia sheria ya Torati, lakini Yesu Kristo alikuja akaleta agano, bado alianza kutumika. Na katika nyakati hizi ambazo nimepata mafunuo miaka 1000, Yesu Kristo ameshaanza tayari kutawala. Agano jipya litaenda kutumika katika ulimwengu huu, na watu wote watakuwa na wamejawa msamaha na upendo. Hakutakuwepo kunyanyasana, kwa sababu ufalme wa Mungu uko kama punje ya haradali. Mathayo 21 mstari wa 21 tena inasema kwamba Yesu akajibu akawaambia, amini nawaambia, mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiuambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, litatendeka. Yesu anazidi kusisitiza imani. Lakini bado mwanafunzi wa Yesu Yakobo sura ya 1 mstari wa 5 hadi wa 6 inasema wazi. Yakobo alisema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana yake alizingatia imani. Maana yake hapa alikuwa anaelezea imani jinsi ilivyo na nguvu. Kwa hiyo imani ikiwa ni ndogo, muombe Yesu Kristo aiongeze. Maana unaweza ukajikuta unafanya kitu unaona kama imani ni ndogo kabisa, unajiona. Maana imani unaiona ndani ya roho. Kwa hiyo Yesu Kristo aliachilia tumuombe atuongezee imani, na Yakobo anatushuhudia tuombe kwa imani, tusiwe na shaka, naye Mungu atatupa, ambaye hana choyo. Lakini pia Luka 17 mstari wa 5 inatudhibitisha vizuri. Wanafunzi wa Yesu mitume 12 waliomba awaongezee imani Yesu Kristo. Inasema mitume wakamwambia, Bwana tuongezee imani. Unaona, waliomba imani kwa sababu ilionekana hata wenyewe imani ilikuwa inatindika. Na sisi ni wale wale. Maana kama wanafunzi wa kwanza kabisa wa Yesu waliomba imani iongezewe, wewe je, wewe ni nani usiombe uongezewe imani? Wewe umekuwa nani?
aliyekuwa na imani kubwa ni Yesu Kristo, lakini na yeye kuna wakati ilifikia mahala aliongezewa nguvu na Roho Mtakatifu. Pale alipofikia mahala anasema kwamba ikiwezekana hiki kikombe kiniepuke. Manake imani ya Yesu Kristo ambayo tunamwamini ilipungua kidogo naye, lakini nguvu zikaja baada ya kuomba pale. Roho wa Bwana alishuka akamtia nguvu na safari ikaendelea ya ukombozi mpaka akaenda akamaliza misheni yake msalabani, akanikomboa mimi na wewe. Sababu nyingine ya maombi kutopokea, sisi wana wa Mungu ambao tunamcha Mungu na pengine tunaomba sana na tupate majibu. Sababu ya pili ni maombi kutokuwa na hekima ya kimungu. Maombi kutokuwa na hekima ya kimungu, tutasoma kitabu cha Luka sura ya 23 mstari wa 39 hadi 43. Naomba nisikilize. Na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana nani? Alimtukana Yesu. Akasema, "Je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi." Unaona, hekima ya kimungu haikuwepo pale. Alikuwa mkono wa kushoto. Lakini yule wa pili akamjibu, akamkemea akisema, "Wewe umuogopi hata Mungu, nawe u katika hukumu hiyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa." Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako." Yesu akamwambia, "Amini nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi." Unaona, maana yake hekima ya Mungu ikipungua, uwezi ukaomba ipasavyo. Hawa watu wanatushuhudia. Kuna mtu aliomba, huyu mtu ameomba pasipo maombi ya hekima ya kimungu. Anasema kwamba, "Je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi." Unaona, jiokoe nafsi yako na sisi. Hayo ni maombi. Hayo ni maombi pia. Ni maombi kwa sababu huyu mtu aliomba, lakini hakuwa na hekima ya kimungu. Wa pili akasema, "Muogopi hata Mungu." Akasema sisi tunastahili, lakini huyu astahili anaonewa. Yesu, nikumbuke katika ufalme wako. Unaona, alipokea majibu hapo hapo, akaambiwa, "Hakika leo tutakuwa pamoja nawe peponi." Hayo maana yake kutokuwa na maombi ya hekima ya kimungu nalo ni tatizo. Kuna watu wanaomba pasipo kuomba kihekima, yanamtukuza shetani. Kwa mfano kama huyu mtu aliyekuwa ametundikwa mkono wa kushoto, maombi haya yalikuwa yanampa sifa shetani, maana ameongea kwa jeuri kubwa sana. Lakini kitu cha tatu, kutokuwa na unyenyekevu mbele za Mungu. Tutasoma shuhuda Luka 18 mstari wa 10 hadi 14. Inasema hivi: "Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo na wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wazalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote." Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbele, wala hakudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, niwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiriwa, naye ajidhiliaye atakwezwa. Maana yake nini? Maombi yetu pia natakuwa yawe na unyenyekevu, yasiwe na majivuno. Huyu tunaona majivuno ni makubwa. Kwa hiyo unyenyekevu pia unapoomba ni sababu kubwa inayoweza kuzuia maombi yako yasipate majibu. Maana unaweza ukaomba kwa ujasiri kiasi kwamba wewe umekuwa kama Mungu sasa. Maana pamoja na vyote inatakiwa ujinyenyekeze. Yesu Kristo ni mfano wetu. Yesu alijinyenyekeza hata mauti ya msalaba, lakini Mungu alimwazimisha akamkirimia jina kubwa lipitao majina yote. Kwa hiyo huyo tunaweza tukaiga, kwa sababu Yesu ni njia na hatuwezi kumfikia Mungu pasipo Yesu Kristo. Sababu nyingine ya 4, kutokuachilia watu waliokukosea. Mathayo 6 mstari wa 14 hadi 15 nasema, "Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu." Unaona, maana yake maombi yoyote unayoenda kuomba, yawe ya kuomba msamaha, yawe ya kuomba mahitaji, yawe ya kuomba chochote kile Mungu ambacho unataka kutendee, lazima kwanza uachilie wote. Angalia kwenye setmila yako, moyo huwa unanena kila kitu, maana moyo una sevu. Angalia nani alishawahi kukuuzi, mwachilie, msamehe, na ikiwezekana muombe Mungu amfumbue macho. Hiyo nayo ni tiketi ya kufanya maombi yako yasizuiliwe. Usipofanya vile, unaweza ukafanya maombi yako yakawa pending, yani yanasubiri ukamilishe mission ili Mungu ayatendee kazi. Na ndipo pale tunakuta mtu anachelewa kupata mapokeo, anachelewa kupata majibu yake ya Mungu, mpaka analalamika, anasema, Mungu mimi hanisikii.
Lakini sababu ya 5, kuomba kwa matumizi ya anasa. Yakobo 4 mstari wa 3 hadi wa 4 inasema, hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Maana yake ni nini? Unapoomba maombi yoyote ili kwa ajili ya kumlingishia mtu, maana yake Mungu akilitazama lile neno anaona limekaa kinafiki. Maana unaenda kuomba labda kitu, unaomba mali ya kusaidia, lakini umejiandaa kwenda kufanya uzinzi, kufanya umalaya, kwenda kulingishia watu. Maombi yanakaa pending, hayapokelewi kwa sababu bado yana mistake pale. Kwa hiyo wakati mwingine natakuwa uombe maombi yaliyonyoka, hoja iliyo takatifu, ili Mungu aachilie neema ambayo unahitaji uipokee. Kitu cha 6, maombi ya kutomkumbusha Mungu neno lake. Mfano, Mungu unatakiwa mkumbushe kwa neno lake. Tunaweza tukaangalia Mathayo 7 mstari wa 7 hadi wa 8. Inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Lakini unaweza, Yesu alisema, lakini pia unaweza kumkumbusha Yesu katika Yohana 14 mstari wa 14 inasema kwamba, ulisema Yesu Kristo kwamba tukiomba neno lolote kwa jina lako utafanya, ili Baba apate kutukuzwa ndani yako. Kwa hiyo unamkumbusha. Maneno ni mengi, unaweza ukarejea maneno ambayo yanakonga nyoyo, yanamshawishi Mungu, maana yeye Mungu aliliandaa lile neno litusaidie sisi, ili tupate kufikisha taarifa zetu kwake, ili apate kutupa kile tunachohitaji. Kwa hiyo timiza neno lake. Mungu huwa analitazama ili apate kulitimiza, na unamkumbusha, wewe Mungu ulisema, na ulisema kwamba neno lako unalitazama ili upate kulitimiza, na kuomba unisame. Unaongea maneno, Mungu lazima akujibu. Lakini sababu nyingine ya 7, kukata tamaa mapema katika maombi. Kukata tamaa mapema katika maombi ni sababu inayosababisha uzuiliwe, maombi yako yachelewe kukufikia. Luka 18 mstari wa 1 hadi wa 7 inasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Nani huyo? Ni Yesu Kristo. Akasema, palikuwepo na kazi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiuzi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kazi dhalimu. Huo mfano wakati anaelekeza Yesu Kristo. Hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Na waambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Unaona, anazungumza hapo. Yesu Kristo anaelekeza namna huyu mtu alikuwa anaomba haki ya adui yake. Lakini pia unaweza kaomba hivyo hata kama ni maombi ya namna yoyote. Huyu anatolea mfano kwa haki, lakini omba chochote hata kama wewe sio haki. Maana tunaambiwa tena neno la Mungu tuombe maadui zetu, tuwasamee. Wewe mwenyewe omba tu kwa namna jinsi Mungu anavyotaka kufanyia, lakini usikate tamaa. Hapa Wakorintho wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13 nasema, kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume, mkawe hodari. Maana yake tunatakiwa tukeshe, tusimame imara, yani tusikate tamaa. Ukikata tamaa unasababisha maombi yako yakae pending, kwa sababu unaweza ukakata tamaa leo, kumbe Mungu ndio amepanga kesho akubariki, akujibu maombi yako. Lakini pia Mungu mwenyewe ni mfano kwetu. Mungu mwenyewe mpaka sasa hivi ni zaidi ya miaka 2000 bado hajaleta kiama, kwa sababu bado hajakata tamaa. Anatafuta watu wengi kwenye harusi ya mwanakondoo siku ya mwisho, wapate kujawa wa kutosha, ili harusi isheni furaha, upendo. Adamu alipokosea pale, Mungu hakukata tamaa, akapanga mkakati mwingine. Ndio unaona tunasoma neno la Mungu Agano Jipya, ambalo Yesu Kristo alikuja kufanyika Adamu wa pili baada ya Adamu wa kwanza kutenda dhambi. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tusikate tamaa, ili Mungu apate kutujibu maombi yetu. Kwa hiyo hayo ni baadhi tu, lakini kuna mengi unaweza kujifunza kwenye neno la Mungu, ili upate kuomba na maombi yako yajibiwe. Zaidi ya yote, omba nguvu, omba Roho Mtakatifu, umsihi na kumfanya aweze kufanya wepesi kukujibu maombi yako, ili usije ukakata tamaa na kuingia katika dhambi. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.